Name his name, say my name. Sasa ndio nyakati sahihi za kufaidi ubora uliojificha wa huyu mwamba. Ndio, ulifunikwa na kivuli cha Aziz Ki. Pacome ni mchezaji wa kisasa soka la kileo. Soka la sasa hivi linamhitaji yeye kuliko yeye anavyolihitaji. Sasa atafanyaje? Hana namna, inabidi atii wito. Kasi, uwezo wa kukaa na mali na uthubutu wa kufuata maadui sio jambo rahisi kwa wachezaji wengi miongoni tulionao. Anatokea mmoja kwenye 300. Wachezaji wengi wa miaka ya siku hizi sasa, hasa wa ligi zetu, wakipewa kimoja ananyimwa kingine, akipewa akili ananyimwa kasi, akipewa kasi ananyimwa akili au nguvu au uthubutu. Pacome amepewa vyote kwa pamoja. Alichokifanya leo ni kama alikuwa anapiga ngumi za kichwa kwa simba, alafu anawalazimisha wataje jina lake kwa heshima. Say my name, sitaje jina lake kwa zihaka. Hii haina utofauti na kile kisa cha Februari 6, 1967. Mwanandondi maarufu Mohamed Ali aliyekuwa anamimina makonde kwa bondia aliyemkosea nizamu hapo kabla, Elnie Tera, katika pambano la kihistoria la ubingwa wa uzito wa juu pale Astrom Houston, Texas, Amerika. Mtukutu Elnie alisadiki kwa kulitaja jina la Ali kwa heshima na taadhima. Simba wamelitaja jina la Pacome kwa adabu hii leo. Aliwashtakia kwa Mola mbele ya mashuhuda na mkutano wa pale kwa Mkapa, waseme ni yeye au mpanzo. Waseme vizuri ni Pacome au Ahua. Wathibitishe kwa muhuri wa moto ni yeye au kuna mwingine ajaye kwa sasa kwenye ligi yetu. Say my name. Katika matukio yake mengi yaliyomhusu yalikuwa ni msimango dhidi ya wanaomkosea heshima. Ile faulo iliyozaa penati haikuwa bahati mbaya. Alifuata kwa akili akaipata. Sio rahisi kwa wachezaji wengi tulionao kukaa kabaki katika utulivu wa vile asubiri kipa amfanyie mazambi. Pasi ya mzunguko wa nusu duara, bao la pili, ni ithibati ya mwisho kukamilisha nchini na thadiki kwa jina lake. Say my name. Bado kitambo kidogo tu magoti yatapigwa, ulimi utakili na tutalisema jina lake kwa sauti kuu. Kamwe ulimwengu wa soka letu kabla hajatawaliwa na wababe wa Arabuni na kupita katikati yetu kwenda zake kwenye marisho mema zaidi. Makala hii imeandikwa na John Miho na kusomwa kwako nami Musa Chielo. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment YouTube channel yetu uwe mjanja na wa kwanza kupata update zetu, na hii ni Chivihi Media.